Kuna mambo mengine lazima mwanadamu tuchukue hatua sisi, sio Mungu achukue hatua yetu. Ndio maana utakaa kanisani miaka nenda miaka rudi, mpaka tumekuwa na hiyo system ya kusema kanisa ile ambao tuko ndani ni kama Mungu haonaki. Mungu wako wake na niacha niende tafuta kanisa hili. Utaenda huko utabaki huyo huyo. Kwa sababu haujajua siri ni wewe kumsogelea Mungu, kisha Mungu atakukaribia. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Najua Mungu ana sababu ya hili jambo kukuja leo. Kuna watu ambao wanakuja kanisani kwa msukumo, msisimuko. Sunday tuliona watu walikuwa wengi kanisani, acha niende. Akikuja next Sunday wamepungua, msisimuko umepungua. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Na kuna kwa system yenye mwanadamu anakuambia siku wewe kutoka pasi utanisamehe, nilichoka kazini sitakuja kanisani. Endelea kufanya hiyo kazi. Fanya kazi tena kwa bidii sana. Lakini huyo mdosi ambao unafanyia kazi unamkataa Mungu, kesho anaweza amua kukuvuta, na akikuvuta hapaja na kuomba explanation, anakuambia leo umevutwa kazi, rudi nyumbani. Ndio unakuta mtu ambaye alikuwa amekimbia kanisani anarudi. Mkimuona anarudi, harudi kwa sababu anampenda Mungu. Anarudi tena kuja kuomba, ni kama kisima chake anakuja kushota tena. Watu kama hao watu wataki kanisani. Tunataka watu ambao wanaelekea mbinguni. Sio watu ambao wanaingia kanisani kwa sababu ya moto fulani.